Weekend tunaenda kushuhudia mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ya pili ama second leg, unaweza ukazungumza hivyo na ukaeleweka vizuri tu. Mechi ambayo inaenda kwa kutanisha Simba na kikosi cha Stellenbosch, mechi ambayo inaenda kuchezwa siku ya Jumapili majira ya saa 10 kamili kwa masaa ya Afrika Mashariki, lakini itakuwa saa 9 kule Afrika ya Kusini, na mechi ambayo Simba anaingia akiwa na mtaji wa goli 1-0, mechi ambayo inaenda kuchezwa katika dimba la Moses Mabhida. Ifahamike kwamba dimba la Moses Mabhida ni dimba ambalo linapatikana ndani ya jiji la Durban, jiji namba 3 kwa ukubwa pale Afrika Kusini, ukitoa Johannesburg ukenda Cape Town, lakini pia jiji ambalo linafuata ni Durban. Lakini ni jiji ambalo sio jiji ambalo kikosi cha Stellenbosch inatokea. Kikosi cha Stellenbosch wao wanatoka katika jiji la Cape Town. Approximately takribani ni masaa 18 driving distance, kwa maana kwa usafiri wa gari, lakini kwa ndege inaweza ikachukua masaa 1.5 mpaka masaa 2 kufika katika jiji la Durban. Lakini ni uwanja ambao wamekuwa wakiutumia mara nyingi kwenye mechi kadhaa ambazo wamecheza katika kombe la shirikisho msimu huu. Ifahamike kwamba huu ni msimu wa kwanza kabisa wa Stellenbosch wao kucheza michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia ni msimu wa kwanza kwa wao kucheza michuano ya kimataifa. Wao walianzishwa 2016. Hii ni timu ambayo uanzishwaji wake ni timu ambayo inaundwa na academy ambayo ipo chini ya John Lampert. John ambaye ni mwekezaji wa hiyo academy, ambaye amewekeza fedha nyingi. Ni academy ambayo inajihusisha na michezo mbalimbali, ikiwemo mchezo wa mpira wa miguu, lakini vile vile michezo ya kuogelea, rugby na michezo mingine mingi. Turudi kwenye mechi yenyewe. Ni mechi ambayo inaenda kuchezwa katika dimba ambalo wametumia michezo kadhaa ambayo wamekuwa wakicheza katika kombe la shirikisho, na ikiwemo mechi ya dhidi ya RS Berkane, lakini pia na mechi nyingine. Hata ile raundi ya awali pia walikuwa wanatumia uwanja wa Moses Mabhida, uwanja ambao unapatikana jiji la Durban katika maeneo ambayo yanafahamika kama KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, haya ni majimbo mawili ambayo yameunganishwa na serikali ya Afrika ya Kusini. Yaliunganishwa mwaka 1994. Natal ilikuwa ni jimbo jingine, lakini pia Zulu ilikuwa ni jimbo jingine, na wakaunganisha likawa jimbo moja. Na katika miongoni mwa yale makabila imara ya Wazulu yanapatikana katika hili jiji la Durban, ambapo wengi kwa kiasi kikubwa walikuwa wanaitwa Bantustani, ambao wakaja wakaunganishwa na mwisho siku ni jimbo ambalo ni moja na tengeneza jiji moja. Lakini kutokana na muunganiko wa haya majiji mawili, ndio maana likaitwa KwaZulu-Natal. Zulu na Natal wakaunganishwa. Huu ni uwanja ambao umepewa jina la Moses Mabhida kwa heshima kubwa ya aliyekuwa mwanasiasa wa taifa la South Africa, lakini alikuwa anatokea maeneo haya ya KwaZulu-Natal, ambaye anafahamika kama jina la Moses Mabhida. Alizaliwa mwaka 1923 na alifariki mwaka 1986. Alifariki katika taifa la Msumbiji, katika jiji moja linalofahamika kama Maputo. Nafahamu jiji la Maputo kwenda Afrika Kusini ni majiji ambayo ni kuna ukaribu, hakuna umbali kwa kiasi kikubwa. Lakini Stellenbosch ni timu ya namna gani? Watu naamini wanatamani kufahamu. Stellenbosch ni timu ambayo ni nzuri wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Hata ukiangalia rekodi zao pia kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho nyumbani, ni mechi moja tu ambayo hawajafanikiwa kufunga goli, lakini ndio mechi ambayo pia iliwapa ticket kwenda hatua ya nusu finali. Wamecheza pale michezo takribani isiyopungua 6. Walimtoa SC Vita, lakini pia SC Vita wakampiga goli 3-1. Wakaenda ugenini wakatoa sare ya goli 1-1, lakini pia wakaja wakashinda goli 5 kwenye raundi ya awali kabisa preliminary na timu kutoka Mbabane kule, lakini pia wakaja kutoka Eswatini, lakini pia wakaja wakashinda
goli 2-0 dhidi ya Stade Malien kutoka Mali, ambao ugenini wao wakaenda kupigwa goli 2 pia 0, lakini nyumbani pia wakashinda dhidi ya Lunda kutoka kule Angola, walishinda goli 2-0, wakaja wakatandikwa goli 3-1 dhidi ya kikosi cha RS Berkane, ambao uwanja wa ugenini waliopiga goli 5. Kwa Berkane alishinda nje ndani, nyumbani akashinda goli 5, ugenini akashinda goli 3-1, lakini wakaja wakatoa suluhu kwa maana sare tasa dhidi ya kikosi cha Zamalek, ambapo wakaenda ugenini wao wakashinda goli 1-0 na wakafuzu kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Kwa ukitazama kwenye mtiririko, nyumbani wao wamefunga magoli 12 wakiwa wameruhusu magoli 3 ambayo wameruhusu katika uwanja wa nyumbani. Kwa wana wastani mzuri wa kufunga magoli katika uwanja wa nyumbani. Kwenye mechi 6 magoli 12, wastani wa magoli 2 kwenye kila mechi ambayo wanacheza. Na ikumbukwe tu kwamba hii mechi ambayo wanaenda kucheza na Simba wanapaswa wafunge takribani magoli 2 ili kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Wakati huo wamzuie Simba kuto kufunga goli, ama wafunge goli 1 waende kwenye mikwaju ya penalti. Wana wachezaji wazuri kwenye kikosi chao, ukiwatazama ni watu ambao wako imara zaidi kwenye mipira ambayo imekufa. Katika magoli 12 ambayo wamefunga, magoli 4 yametokana na dead ball, mipira ambayo imekufa, lakini pia ni timu ambayo wako na watu wenye uwezo mzuri wa kutumia hiyo mipira iliyokufa, ikiwemo slow ball, kwa maana ile mipira ya kurusha. Tunafahamu kwenye wale ambao walibahatika kutazama ile mechi pale Zanzibar ya Simba, waliona kile ambacho walikuwa wanajaribu kukifanya pale ambapo walikuwa wanafanikiwa kuingia kwenye eneo la juu. Nini ambacho Simba wanapaswa kukifanya? Binafsi ningetamani kuona Simba wachezaji wanaenda kuwajibika na sio kuchukulia kama mechi ya kawaida. Wanaenda kupambana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu goli 1 ni goli ambalo ndio inawezekana ukaliheshimisha na mwisho siku ukaondoka na unachokitaka, lakini goli 1 pia ni goli ambalo inawezekana kurudishwa na mwisho siku mkawa wote mnajikuta mpo kwenye wakati mgumu. Ningetamani David Fadu ambaye ni kocha wa Simba akacheze mid block, kwa maana akakabia kwenye eneo la katikati. Hii itamsaidia nini? Hii itasaidia kwanza kuifanya timu kuwa na balance nzuri kabisa. Ukicheza kwenye eneo la katikati, na wakati huo ukiangalia una wachezaji ambao wenye uwezo mzuri wa kupanda, kwa maana kushambulia kwa kasi. Una Elie Mpanzu, lakini vile vile una mtu kama Kip Dennis. Ukiachana na mtu kama Kip Dennis, ukiwa na Steve Dese Mkwala kwenye eneo la juu, na nafikiri miongoni mwa vitu ambao wanapaswa kuboresha na kuhakikisha pia hata Jean Charles Ahoua pia anakuwa active muda wote kwenye mechi, lakini pia anawajibika kwa kiasi kikubwa katika kuhakikisha kwamba pia anapambana ili kutengeneza balance nzuri wakati ambapo Simba atakuwa anafanya movement kwenda kwenye eneo la juu. Unaweza kaenda by counter attack, kwa sababu kina Mpanzu wanajua kukimbia, kina Kip Dennis wanajua kukimbia, na kina watu kama Steve Mkwala wakaenda kukaa kwenye eneo eneo nzuri, kwa maana wakawa target man, wakakaa kwenye box. Ni kitu ambacho kinaweza kikawasaidia, lakini pia kukaa katikati kwa kukabia katikati kwa namna ambavyo Stellenbosch wamekuwa akicheza na wameonekana kuwa wazuri kwenye mipira ambayo imekufa. Hii inakusaidia hata kama ukifanya makosa unafanya mbali na lango lako, kitu ambacho kinatengeneza ugumu kwa wao kunufaika moja kwa moja, kwa maana ukacheza ile low block. Ukicheza low block, maana yake hata ukifanya makosa, kwa uwezo wao wa kuadhibu kutokana na mipira ambayo imekufa, lakini uwezo wao pia wa kunufaika na mipira ya kurusha. Ukicheza mid block, tafsiri yake kwamba utakuwa karibu zaidi na goli lako. Hata ukifanya makosa inatengeneza 50-50 ya wao kunufaika na makosa ambayo unayafanya, lakini ukifanyia kwenye eneo la katikati inakuwa ngumu kwa upande wao. Lakini pia kwa upande wako, lakini pia ukisema kwamba ucheze mid block, ucheze low block, madhara yake ndo hayo, kwamba timu mara nyingi itakuwa inashambuliwa, lakini pia mara nyingi italazimika kuwajibika kuzuia. Jukumu lao mama litakuwa ni kuzuia zaidi. Sasa hii inaweza ikasababisha pia makosa, lakini ukija kucheza highline pressing pia ni kitu ambacho kwangu nakiona inawezekana kisiwe sahihi sana kwa upande wa Simba. Tunafahamu kwamba Stellenbosch anahitaji goli, kwa hiyo kivyote vile anaweza akatengeneza mkakati wa kunufaika na highline pressing ambayo nyinyi mnaifanya.
kwa sababu ukienda kushambulia mkicheza kwenye mstari wa juu zaidi, tafsiri yake kwamba nyuma yenu kutakuwa kuna space kubwa kiasi cha kwamba hata ikitokea wanaenda by counter attack kuja kuwashambulia, sidhani kama kunaweza kawa kuna response ya haraka kwa mabeki wa Simba na wachezaji wa Simba kwa ujumla kuja kukava kwenye maeneo yao ili kuzuia zile space zisionekane kwa kiasi kikubwa. Unaweza kufanya mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini ukajikuta kuna nyakati pia ukashindwa, ukadelay ku track back kuja kuweka ulinzi stahiki, na kitu ambacho kinaweza kikapelekea kuadhibu. Lakini yote kwa yote ni mechi ambayo naiona ni mechi ngumu, lakini ni mechi nzuri. Simba ana nafasi ya kufuzu kwa sababu kwa sare yoyote ile itamsaidia yeye kufuzu kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Na hapo kwenye uwanja wa Moses Mabida ni uwanja ambao ni mzuri kiuhalisia, ni uwanja ambao umefuzu vile vigezo vya CAF. That's why umekuwa ukitumika, na wamekuwa wakiutumia huu uwanja kwa sababu uwanja wao ambao wamekuwa wakiutumia kule Cape Town ni uwanja ambao tarehe 26 kuna mechi ya rugby. Ni michezo ambayo imekuwa ina mashabiki wengi sana kwa pale Afrika Kusini. Kwa kama vile kutakuwa kuna dabi ya timu ya mchezo wa rugby. That's why wameamua kwenda kutumia uwanja huu wa Moses Mabida, lakini sio wageni kwenye huu uwanja. Nakumbuka MTN mechi ya Orlando Pirates walicheza pale, wao ndio walikuwa wenyeji, lakini pia nakumbuka miongoni mwa michuano mbalimbali pia hata mechi za ligi baadhi wamekuwa wakicheza pale. Hata wakati ambapo wanakuja Tanzania mechi yao na Amazulu ambao wanapatikana kwenye hili jiji la Durban pia katika maeneo ya Zulu Natal pia walicheza katika huu uwanja wenye uwezo wa kubeba takribani mashabiki 55,500. Kwa ni uwanja mzuri, lakini hata kutumia ule uwanja kwa sababu wao wana baadhi ya wachezaji pia ambao wamekuwa wachezaji ambao wametokea pale jiji la Durban. Kwa kuna mashabiki tu wale ambao wataenda kuwashangilia wachezaji wao, na ikumbuke siku ya Afrika Kusini pia hakutakuwa na timu ambayo inawakilisha kimataifa. Orlando tunafahamu wanacheza Ijumaa, lakini pia Pyramids tunafahamu pia Mamelodi tunafahamu wanacheza Ijumaa na Al Ahly. Orlando wanacheza na Pyramids. Kwa siku ya Jumapili wao hakutakuwa na timu nyingine ambayo inacheza kimataifa. Hilo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikaongeza mashabiki kwa upande wao na kuhakikisha kwamba wanaenda kuanikiza hasa kwa wale ambao wanatoka katika jiji la Durban. Kwa hiyo ndio mechi ambayo tunasubiri kwa kiasi kikubwa kuona nini ambacho Simba anaenda kukifanya. Kwa sare yoyote ile Simba anaenda kwenye hatua ambayo inafuata. Ila Stellenbosch yeye ana kibarua cha kuhakikisha kwamba hawezi kaenda kwenye hatua ambayo inafuata kwa maana ya finali kama hatafunga goli au hata le goli ambayo Simba amelifunga huku na kwenda kwenye mikwaju ya penalti. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta vipi? Pampu za kuvuta maji washakuibia sana. Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo Fundi Pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo Fundi Pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo Fundi Pikipiki kutoka Kasunga Company Limited anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.